Ezekieli, kuhani wa Mungu, alikuwa ameketi kando ya mto Babeli. Hakuwa nyumbani Yerusalemu. Mji wao ulikuwa umevunjwa na watu walikuwa mateka. Alikuwa amekata tamaa, akitazama maji tu, akijiuliza Mungu amewaacha. Lakini ghafla upepo mkuu ulivuma kutoka kaskazini. Huu haukuwa upepo wa kawaida. Wingu kubwa likawaka moto, na ndani ya moto kitu kilionekana. Kwanza aliona kama viumbe wanne. Nyuso zao zilikuwa za ajabu: uso wa mwanadamu, uso wa simba, uso wa ng'ombe na uso wa tai. Kila kiumbe alikuwa na mabawa manne na mikono ya wanadamu chini ya mabawa yao. Walikwenda moja kwa moja bila kugeuka, lakini jambo la ajabu zaidi lilikuwa magurudumu. Hayakuwa magurudumu ya kawaida ya mkokoteni. Ilikuwa ni gurudumu ndani ya gurudumu lingine, na yote yalikuwa majaa macho pande zote. Yaliweza kwenda upande wa wote bila kugeuka. Ezekieli alianguka chini kwa hofu. Hiki kilikuwa kitu gani? Kiumbe hiki cha kutisha kilikuwa kinatembea kama umeme. Kilikuwa kinatoka wapi? Juu ya vichwa vya vile viumbe kulikuwa na kitu kama anga la kioo, na juu ya anga hilo palikuwa na kiti cha enzi chenye kung'aa kama yakuti samawi. Mtu alikuwa ameketi juu yake, lakini hakuwa mtu wa kawaida. Alikuwa amezungukwa na moto na mwanga mkali. Ezekieli alijua huu ulikuwa ni utukufu wa Bwana. Mara moja sauti ikasema, "Mwanadamu, simama." Sauti ilimwamuru Ezekieli aende kuwaonya watu wake, watu ambao walikuwa wagumu wa moyo na waasi, watu ambao wangempinga na kumdharau. Lakini kabla hajaenda, mkono ulinyooshwa kwake. Mkononi ulikuwa umeshika gombo la kitabu. Sauti ikamwambia, "Kula gombo hili." Ezekieli alitazama lile gombo. Lilikuwa limeandikwa pande zote mbili, mbele na nyuma. Yaliyoandikwa yalikuwa maneno ya maombolezo, huzuni na ole. Alitakiwa kumeza maneno ya hukumu. Kwa hofu alifungua kinywa chake na akala. Jambo la kushangaza, lilionja kama asali, lakini utamu huo ungegeuka kuwa nini tumboni mwake? Na kwa nini Mungu amlishie hukumu kwa utamu? Baada ya kula kitabu, Mungu akamwambia Ezekieli kwamba atafanya ulimi wake ugandamane na kinywa chake. Angekuwa bubu, hangeweza kusema na watu isipokuwa Mungu mwenyewe anapompa maneno. Kwa nini Mungu ampe nabii kazi ya kuonya watu halafu amfunge kinywa? Fumbo hili liliendelea kwa siku nyingi. Ezekieli akawa ishara ya kimya katikati ya watu waliopiga kelele. Miaka ilipita. Watu wa Israeli walikuwa bado mateka. Walikuwa wamekata tamaa kabisa. Walisema, "Mifupa yetu imekauka, tumaini letu limepotea." Walijiona kama watu waliokufa, waliotupwa na Mungu wao. Ndipo Roho wa Bwana akamchukua Ezekieli na kumpeleka mahali pa ajabu, mahali pa giza na ukimya. Alimweka katikati ya bonde. Lakini hili halikuwa bonde la kawaida. Lilikuwa limejaa mifupa ya wanadamu, mifupa mingi sana, na yote ilikuwa mikavu kabisa. Walikuwa wamekufa kwa muda mrefu. Upepo ulipita juu yao ukitoa sauti ya huzuni. Ndipo Mungu akamuuliza Ezekieli swali la ajabu. "Mwanadamu, je, mifupa hii inaweza kuishi tena?" Ezekieli hakujua la kujibu. Alitazama ule uwanja wa kifo. Kwa akili ya kibinadamu ilikuwa haiwezekani. Alimjibu, "E Bwana Mungu, wewe wajua." Bwana akamwambia, "Itabirie mifupa hii. Iambie, enyi mifupa mikavu, sikieni neno la Bwana." Ezekieli alikuwa amefungwa kinywa kwa miaka, lakini sasa Mungu alimwamuru aseme na wafu. Akitazama alitii. Alipokuwa akitabiri, sauti ya ajabu ilisikika. Mtetemeko mkubwa ulianza. Mifupa ilianza kusogeleana, kila mfupa kwa mfupa wake. Mfupa wa goti kwa mguu, mfupa wa kiuno kwa mgongo. Sauti ya kukongana ilijaza bonde. Halafu jambo la pili likatokea. Mishipa na nyama zikaanza kuwafunika mifupa ile. Ngozi ikawafunika juu. Pale palipokuwa na mifupa iliyotawanyika, sasa palikuwa na majeshi makubwa ya watu waliolala. Bonde zima lilijaa miili. Lakini kulikuwa na tatizo moja kubwa. Hawakuwa na pumzi. Walikuwa maiti kimya. Walikuwa wameumbwa, lakini hawakuwa hai. Bwana akamwambia Ezekieli tena, "Tabiria pumzi. Iambie, njoo kutoka pande nne. E pumzi, uwapulizie hawa waliuawa,
wapate kuishi. Ezekieli alipaza sauti yake. Mara moja upepo mkali ukavuma, pumzi ikaingia ndani ya ile miili, macho yao yalifunguka, wakasimama kwa miguu yao, jeshi kubwa sana likiwa hai. Lakini hii ilimaanisha nini hasa? Mungu mwenyewe akamwelezea maana. Mifupa hii ni nyumba yote ya Israeli. Hawakuwa wamekufa kimwili, bali walikuwa wamekufa moyoni, walikuwa wamepoteza tumaini. Mungu alikuwa akimwonyesha Ezekieli kwamba hata kama wamekauka na kutawanyika, yeye angewakusanya tena, angewapa roho wake. Hii haikuwa tu kuhusu kurudi nyumbani, ilikuwa kuhusu kufanywa upya kiroho. Na ndipo likaja ono la mwisho, ono la ajabu kuliko yote. Mtu aliyeng'aa kama shaba iliyosuguliwa alimpeleka Ezekieli juu ya mlima mrefu. Akamwonyesha mji mpya na hekalu jipya. Hekalu hili halikuwa kama lile la Solomoni ambalo lilikuwa limeharibiwa. Lilikuwa kubwa zaidi, kamilifu na lenye mpangilio wa ajabu. Ezekieli alipimwa kila ukuta, kila lango na kila chumba. Mtu yule aliyemwongoza alikuwa na uzi wa kupimia na fimbo. Alimpa Ezekieli maelezo mengi sana ya ujenzi, maelezo ya madhabahu, vyumba vya makuhani na kuta za nje. Kwa nini Mungu ampe maelezo ya ujenzi kwa undani kiasi hiki? Je, walitakiwa kulijenga hasa kama alivyoliona? Hili lilikuwa fumbo kubwa. Hapa ndipo maana iliyofichwa ya maono yote ya Ezekieli ilipojitokeza. Watu wa Israeli walidhani Mungu anakaa tu hekaluni Yerusalemu. Mji ulipovunjwa na hekalu kubomolewa, walidhani wamempoteza Mungu. Walidhani Mungu ameshindwa na miungu ya Babeli. Lakini ono la kwanza, lile gari la magurudumu na viumbe wanne, lilikuwa na ujumbe wa siri. Mungu hafungui mahali pamoja. Kiti chake cha enzi kina magurudumu. Anaweza kuwafuata watu wake hata katika nchi ya ugenini, hata Babeli. Hakuwa Mungu wa Yerusalemu pekee, alikuwa Mungu wa ulimwengu wote. Lile gombo la kitabu alilokula lilimaanisha neno la Mungu bado lipo na bado lina nguvu hata kama hekalu halipo. Ile mifupa mikavu ilimaanisha Mungu ana uwezo wa kufufua taifa lililokufa na kulipa tumaini jipya. Na lile hekalu jipya la ajabu haikuwa tu kuhusu jengo, lilikuwa ahadi ya uwepo mpya. Mwisho wa ono hilo la hekalu, Ezekieli aliona kitu cha kushangaza. Maji yalianza kutiririka kutoka chini ya madhabahu ya hekalu. Kidogo kidogo yakawa kijito, kisha mto. Mto huo ulipita jangwani na kuingia katika bahari ya chumvi, na kila mahali ulipopita ulileta uzima. Jina la mji huo mpya likaitwa Bwana yupo hapo. Fumbo lote la Ezekieli lilikuwa hili: Mungu hakuwa amewaacha, alikuwa anakuja kwao kwa njia ambayo hawakuitarajia.